So ni baadhi tu ya wachezaji wa zamani. Unajua Kenya vijana wanainuka, lakini sasa hawana habari kuhusiana na mambo ambao yanaendelea. Viwanja ni chache sana, viwanja ground less. Kwanza mlipambana mkaokoa uwanja wa Dandora, na marehemu Mugabe Were. Kweli, Dandora Stadium, na marehemu kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Momada. Ni mzee alikuwa anatushikilia na pia alipiga role kubwa sana sisi kuweza kuokoa kile kiwanja. Bana, ni Bonga Boli Sports na hapa ni masuala michezo siku zote, hususan football. Hapa nakutana Zangi. Jamaa ambao unapoona uwanja wa Dandora Stadium, hawa ndio watu ambao walipigania ule uwanja ukapatikana. Vinginevyo wakora walikuwa shanyakua ardhi mzee. Nasikia mlibomoa nini? Mlingoa ua hadi kuni mkapeana ipike mandazi mzee. Lile kiwanja najua watu wengi wajui historia ya kiwanja. But hiyo ni maisha na kuaga hivyo. Watu wengi wanakujaga wakipata vitu ziko sawa. Lile kiwanja tukiwa vijana wadogo, we were around 13, 14, 12 years, tukiwa vijana wadogo pale. Kiwanja lilichukuliwa na ikazingirwa fence na ikagawanishwa maploti. Wawekezaji wakagawanisha maploti, na hatukuwa na budi bali tukatafuta kiwanja badala pale kwa takataka. Pale Dandora dump site pale si hatari, hewa sasa moshi. Tukaenda pale karibu mwezi. Tunacheza pale, moshi natuumiza, tunacheza mpira mchana tuoni. But tukaamua tu, na baadhi watu masini kwetu by that time wakatuambia turudi pale kiwanjani Dandora pale Tomboya. Tulipofika pale tukarudi, tukasema tunarudi, tukapata kiwanja, kuna Wamasai wanachunga pale. But tuliamua kuingia na nguvu. Tukakatakata fence. Siku ya kwanza wakatutoa mbio, kesho tukarudi tukakata tena fence, wakatoa mbio. Siku ya tatu ikakuwa sasa sisi pia tuwatoe mbio, tukajipanga. Sisi tukawatoa mbio sasa. Watu wameishi mtaa wanajua. Tuliwatoa mbio wakaenda. Sasa hizo mapole tuliuza zote. Kuna Jamal kwa anauza pale mandazi pale phase 4. Sisi nilikuwa tukibada, tukitoka mazoezi na train hapo, tunabeba tunapeleka. Tunabeba tunapeleka. Ikakuwa mbio vita paka na panya mpaka by that time tulishinda hiyo vita. But hatukuona umuhimu kubwa by that. Sisi tulikuwa na ile passion ya kuchezea ile kiwanja. Ilikuwa ni uwanja wa vumbi tu. But baadaye vile marehemu Robert Mugabe, Militas Mugabe alikuja pale na akakuwa na vision kwamba anataka kuweka pa stadium, na akaanza kujenga stadium. Wakati huo ndio tukaona kweli whatever sacrifice tulikuwa nayo ilizaa matunda. Na baadaye vile kiwanja ilikuja governor Sonko, akaanza naye nani akakuja Sakaja akamaliza. Tukaona umuhimu ya whatever we did long time ago in the early 90s, sasa tunakula matunda. And we are so proud and happy whatever we did then imezaa matunda. Watu wana maisha yao inaendelea pale. Vijana wanakuza vipaji pale. Watu wanapata chakula pale kwenye kazi. Kiwanja imeajiri watu wengi sana. Ukienda pale ndio ujue kiwanja wakati kuna mechi unapata kila mtu ako na kazi yake kufanya. And hiyo ni mzuri katika mtaa yetu. Inapunguza vitu zingine kama unajua Dandora vile. Yes. Ni headquarters ya wapambanaji. Ni headquarters ya wapambanaji. But vitu kama hizo zinawasaidia kidogo so ni mzuri tukangangana. Sasa tuko pale, sisi ni viongozi wa Dandora pale. Na tunashukuru, tunakuza vipaji pale na tunafurahi na hiyo stadium yetu. Asante bwana. Tafika pale pia tupige story zaidi mzee. Asante sana. Asante. Utanipata pale. Shukrani sana. Baraka. Asante. Safi. Okay. Baadhi ya wachezaji wa zamani kwa faida ya vilabu mbalimbali, na tunakwenda maeneo tofauti kwa ajili ya kusemezana na hawa wachezaji wa kale na hata wa sasa kuhusiana na mchezo wa mpira wa miguu. Sio tu football dimbani tu, tunazungumzia infrastructure, tunazungumzia investments extra kuhusiana na wachezaji na pia vile vile wahusika wakuu katika timu mbalimbali, labda pengine masomo na kadhalika. Kwa hiyo keep it Bonga Boli Sports siku zote kwa ajili ya kuweza kupata yote na malejendari wa mchezo wa mpira wa miguu. Uwanja mpya zaidi
tuweze kuona zile hanja na mbwembo anazopata katika eneo hili na ubora ambao kwa hakika unakubalika pakubwa. So Shadi, tunazungumzia viwanja hivi. Viwanja hatuna viwanja vya kutosha, lakini kwa sasa at least hili hapa la Dagoretti kidogo la Dandora huenda pengine ikawa ni chachu kwa faida ya viwanja vingine kupatikana katika Jamhuri ya Kenya. Viwanja ndio kila kitu. Bila viwanja tutafanyaje? Watachezea wapi mpira? Wajua, na pasina kusema viwanja tu, miundo misingi ya michezo, sporting infrastructure, si viwanja tu, social halls. Lazima tuwe na mabwawa, kwa maana swimming pools. Maana si kila mtu anataka kucheza mpira, labda anataka kuwa swimmer. Kwa hivyo we need sporting infrastructure in Kenya, and that is not only the government responsibility but also for private investors kama companies. Na katika uwanja huu mambo gani ambayo labda pengine unaona yamezingatiwa kwa ajili ya kuipa sura na sifa za uwanja maalum ya kutumika katika masuala ya michezo? Angalau uweke zulia ambalo ni sawa, angalau tuseme mazingira ambayo ni tulivu, na zaidi ya yote kuwa na amani. Manake hizi mitaa zetu hasa kutoka Nairobi Mashariki zimejulikana kuwa na vurugu. Unapokuwa na amani, peace, people will come to watch football, people will come to play football, and that is revenue. Muhimu sana. Tazama jinsi tunavyoendelea kupata nafasi ya kuweza kujua yepi yanayojiri katika malimwengu ya soka, lakini sasa nafika kwa aliyekuwa anahusika pakubwa na unasaji wa shughuli, mpigaji picha hapa mwenyewe, mtaalamu. Sasa ndio kufunganya virago mzee. Kwenda nyumbani bwana. Mtambo wa kisasa sana huu, unaweza kuona kwa ajili ya kufanikisha mengi tu. Na ile uwanja wenyewe, nazungumzia kuhusu uwanja huu, uwanja wa Dandora. Wewe mpiga picha, unazungumziaje uwanja wa Dandora? Uwanja uko sawa kabisa. Very fresh. Picha inakaa fiti. Wachezaji wanafurahi. Fantastic. Waendelee hivyo hivyo. Waendelee hivyo hivyo. Tena tuweze kuona zote hizi haya na kanyaga tu kwa kufanyaje, lakini kwa sababu ya kuweka kumbukumbu mzee. Unaweza kuona wameamua kupiga picha nyuma michoro hii. Mambo, unazungumziaje uwanja? Iko sawa ama iko vipi? Iko sawa. Wewe ni mwenyeji wa huko. Sasa zamani ilikuwaje na leo iko vipi? Zamani ilikuwa mbaya but leo iko sawa. Na timu ya mademu ipo kwa ajili ya kuweza kuona, je, pia nao wanatumia uwanja huu ama mtakuja tu kama mashabiki? Timu ya mademu ziko. Na sasa ungependa nini ifanyike kwa ajili ya kuboresha uwanja zaidi? Kuboresha? Ama tayari iko vizuri? Iko tu sawa. Benye iko. Aendelee na hiyo kazi. Aendelee na hiyo kazi. Hebu njoo tuambie umeonaje game ya leo pia? Game ya leo iko sawa mbaya. Na umefurahia uwanja, manake mnapokuja mnapata mahali pa kukaa, sio kusimama tena. Kabisa. Nzuri sana. Mchezo wenyewe umeonaje leo hii, timu ya nyumbani? Timu ya nyumbani iko sawa sana. Asante sana, kila mmewina. Asante sana, kila laheri. Endeleeni kupiga picha na muweke kwenye Instagram, mtawafuata. Asante. Na hapa pia sasa wameweka nyasi, unaona nyuma ya lango wameweka nyasi kwa ajili ya nadhani itakuwa ni eneo pia la kufanyia mazoezi kwa faida ya wachezaji. Nyuma ya sema kwamba nyuma ya goals unaweza kuona nyavu hizi ambazo zimetumika, nyavu hizi ambazo zinatumika katika uwanja huu, uwanja wa Dandora D. Tumefika kidogo kile, lazima tushukuru na tupate nyingi zaidi. Raha iliyoje, na ni zulia ambalo kwa hakika napotembea mwenyewe kwa miguu yangu hii naona kwamba ipo vizuri. Cha msingi tu ni kuweza kuhakikisha kuona kwamba there's good maintenance, there's good maintenance of this noble facility. Ule uwanja wa City, uwanja wa Woodley na
viwanja vinginevyo ambavyo kwa hakika vipo katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hiyo ni penalty, arc, ama spot, ama point. Kitazama lango